Mabadiliko ya muda katika viwango vya ubora wa bidhaa za mafuta yanayoingizwa nchini, hatua inayolenga kuzuia uhaba wa bidhaa hiyo muhimu kwa uchumi. Wizara ya Uwekezaji, Biashara na Viwanda imebainisha kuwa uamuzi huo umechochewa na mivutano inayoendelea Mashariki ya Kati, ambayo imetatiza njia kuu za usafirishaji wa mafuta duniani na kuifanya Kenya kuchukua hatua za tahadhari. Hii hapa ni taarifa yake Munene John. Katika kile kinachoonekana kama hatua ya dharura ya kulinda utulivu wa soko, serikali ya Kenya imekubali kulegeza masharti ya ubora wa mafuta ya dizeli na petroli kwa kipindi cha miezi 6 ijayo. Uamuzi huu umefikiwa baada ya mashauriano ya kina kati ya Wizara ya Uwekezaji na wadau wa sekta ya mafuta walioelezea ugumu wa kupata bidhaa inayokidhi viwango vya kawaida kutokana na hali tete ya usalama duniani. Katika takwimu hizi mpya, kiwango cha juu cha sulfur sasa kimeruhusiwa kufikia miligramu 50 kwa kila kilo. Hatua hii inarejesha matumizi ya viwango vya awali kama nyenzo ya kumpunguzia mzigo mtumiaji wa Kenya, ikizingatiwa kuwa masharti makali ya hapo awali yangeweza kulemeza shughuli za usambazaji na kupandisha gharama ya maisha. Mzizi wa mabadiliko haya unatokana na hali tete ya kisiasa inayotokota Mashariki ya Kati, hususan kuvurugika kwa usalama katika mkondo wa Hormuz. Changamoto hizi za usafirishaji zimeifanya kampuni za mafuta kukumbwa na vikwazo katika upatikanaji wa shehena, hali iliyoifanya wizara kwa ushirikiano na shirika la KEBS kuridhia mabadiliko haya ya mpito kama njia ya kulinda utulivu wa uchumi wa ndani. Waziri Lee Kinyanjui amethibitisha kuwa utekelezaji wa viwango hivi vipya umeanza rasmi tarehe 30. Hata hivyo, serikali imesisitiza kuwa huu ni mpango wa mpito kwa kipindi cha miezi 6 peke yake. Tathmini ya kiufundi itaendelea kufanywa kila mwezi ili kuhakikisha kuwa hali ya usambazaji duniani itakaporejea katika hali ya kawaida, Kenya itarejelea vigezo vyake vya awali vya ubora wa juu. Munene John, TV47, Nairobi.